Ndugu zangu washiriki, takwimu zinaonyesha kuwepo kwa watoto wengi wanaoishi na kufanya kazi mitaani. Inakadiriwa kufikia mwezi Mei 2026 ambayo takwimu hizi zimechukuliwa, mkoa una jumla ya watoto wanaoishi na kufanya kazi mtaani wapatao 631, kati yao 94 wanalala mtaani. Makundi haya yapo maeneo ya stendi kuu ya mabasi, stendi ndogo, stendi ya Dar Express, soko la Kilombero, Uhuru Road, soko kuu na mtaa wa Mianzini. Ni matarajio yetu kama mkoa kwamba ifikapo mwaka 2029 mkoa wetu uwe wa mfano, na kwamba tunatarajia kuondoa watoto wetu wote wanaoishi na kufanya kazi mitaani na kuwaunganisha na huduma muhimu ikiwepo malezi, malazi, elimu, afya na ujuzi mbalimbali. Nimemsikia mkurugenzi akielezea kwa kina malengo mahususi ya mradi ambapo watoto takriban 750 wanatarajiwa kufikiwa. Nami nisisitize kwamba maeneo yote hayo matatu yanapaswa kusimamiwa vyema, kwani ni sehemu ya utekelezaji wa afua za serikali na wadau wanakuja kuongeza nguvu ili kwa pamoja tuweze kuhakikisha mtoto wa Tanzania anakuwa salama. Ndugu zangu washiriki, sambamba na hili niombe pia kuhakikisha kundi la ombaomba ambao pia linawahusisha na kuwatumia watoto mtaani kuomba, mhakikishe linafikiwa na kuweza kuwaokoa watoto hawa ambao wanajengewa utamaduni ambao sio salama kwa ustawi wao. Mwisho, napenda kuwashukuru sana wadau wa SOS Village na kuipongeza Sekretarieti ya mkoa kwa kazi nzuri mliofanya kuhakikisha mradi huu unakuja mkoani Arusha. Naamini kuja kwa mradi huu ni jitihada za ushirikiano wenu katika kuhakikisha mkoa wetu wa Arusha ambao umebeba taswira ya nchi katika eneo la utalii na unakuwa salama. Mheshimiwa mgeni rasmi, mradi huu una malengo makuu matatu yanayolenga kuleta mabadiliko ya kudumu kwa maisha ya watoto wanaoishi na kufanya kazi mtaani pamoja na familia zao. Lengo la kwanza ni kuondoa watoto wanaoishi na kufanya kazi mtaani na kuwaunganisha na familia zao au mifumo mingine salama ya malezi ili waweze kukua katika mazingira yanayowalinda na kuwajengea mustakabali bora. Lengo la pili ni kuimarisha uwezo wa familia katika kutoa malezi bora, matunzo na ulinzi wa mtoto kupitia uwezeshwaji wa kiuchumi, kijamii pamoja na huduma za msaada wa kisaikolojia na kijamii. Lengo la tatu ni kuimarisha mifumo ya serikali na jamii katika ulinzi wa mtoto ili kuhakikisha watoto wanatambuliwa mapema wanapokuwa katika mazingira hatarishi, wapate huduma stahiki na haki zao zinalindwa kwa mujibu wa sheria, sera na miongozo ya nchi. Kupitia malengo haya tunatarajia kuona kupungua kwa idadi ya watoto wanaoishi na kufanya kazi mtaani, kuimarika kwa ustawi wa familia na kuongezeka kwa uwezo wa jamii na serikali katika kulinda watoto dhidi ya ukatili, unyanyasaji, utelekezaji na aina nyingine za mazingira hatarishi. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kipindi cha miaka mitatu ya utekelezaji wa mradi tumefanikiwa kuokoa watoto zaidi ya 1901. Kati ya hao 1017 waliunganishwa na familia zao na kuhakikisha wanapata mazingira salama ya malezi na makuzi.